wakati wa harusi yangu baba hakukanyaga wala mama mzazi hakukanyaga. Wakati huo baba yangu alikuwa na mke mwingine, kwa hiyo nilikuwa na mama wa kambo. Sasa mamangu mzazi alipotaka kuja kwenye harusi, baba hakumruhusu, akasema yule ni mwanangu, usikanyage kwenye harusi. Kwa hiyo familia niliyotokea ilikuwa hasio nzuri sana, kwa sababu baba alikuwa na mali. Sisi kwetu ng'ombe, ukiwa na ng'ombe nyingi unaonekana we ni tajiri. Kwa hiyo baba alikuwa tajiri, wanawake walimpenda kwa sababu ya ule utajiri aliokuwa nao. Sisi mboga ya majani kula ilikuwaga shida, yani ni nyama maziwa ndio tumekulia. Sasa baba alipooa mama wa kambo, mamangu akametoka. Mama alikuwaga anapigwa kweli, na wale wanawake wa nje walikuwa anachochea sana mitishamba. Mama anapigwa, mama akatoka kaenda kwa mama yake Kiomboi. Sasa anasema naenda kwenye harusi, baba akakataa. Kwa hiyo siku ya harusi aliyekuwepo ni mamangu mdogo huyu hapa wa Kalunde, ndiye aliyekuwepo, naye kwa dharau, kwa sababu kwanza alikuwa msomi, mume wake daktari, watoto wao wazuri, wanakula vizuri. Mimi nimetoka familia maskini, house girl tu. Kwa hiyo nilikuwa naonekana mtu ambaye sina thamani. Kumbe Mungu huwa anajua hatima ya mtu, anajua mwanzo na mwisho wa mtu. Basi nilipofunga harusi mwaka 82, hatukukaa sana. Mume wangu akaenda kusoma chuo kikuu, akaniacha kama miezi 2-3. Baadaye nikamfuata, tumeenda huko, akasoma chuo kikuu. Alivyomaliza mwaka 83 nikajifungua binti, mtoto wa kwanza. Baadaye tukahamia Mbeya, akaenda kufanya kazi Mbeya kwao. Waliambiwa achague Iringa au Mbeya, akaenda kufanya kazi kwao Mbeya. Alivyoenda Mbeya tumekaa huko. Nilipofika kule nilikuwa mzuri kwa kweli, nijisifie tu, nilikuwa mweupe sana. Sasa nilipofika Mbeya, walikuwepo wenzangu walioolewa na mashemeji zangu, wakaa nasema binti huyu mzuri, mtoto mwenyewe kazaa mweupe mzuri. Alikuwepo katikati yetu muolewa, akawa si mzuri sana, akawa yeye ni mshirikina. Kwa hiyo akana nirushia nguvu za giza. Saa ikafikia kipindi nikaanza kutapika damu. Sema huyu binti ni mzuri, lazima azae mtoto mmoja tu, mimi namuondoa. Sasa kilichonisaidia ni maombi. Nikaanza kutapika damu, wengine wakasema anakufa, hamalizi mwezi huyu. Wengine wakaa nasema huyu labda ametenda dhambi. Lakini kusema kweli, mtu anapojaribiwa, sio kila mtu anayejaribiwa ametenda dhambi. Mengine ni maonevu, mengine mtu yameruhusiwa, mengine ni uonevu wa shetani, mengine mtu Mungu kayaruhusu. Nilitapika damu, nilikuwa natembea hatua kama 10 au 5 na kaa chini. Sasa nikatibiwa karibu mwaka mzima, natembea hospitali zote za Mbeya nilizimaliza. Baadaye nilichomwahidi Mungu ni kitu kimoja. Nikamwambia Mungu, Baba, nimetoka familia ya kimaskini, moja. Pili, nimetoka familia ambaye haikujui wewe, wanaabudu miungu tu, japo wanaingia kanisani, ni watu tu wa dini, lakini wakitoka huko kwa waganga kienyeji wanaenda, pombe wanapika, matusi wanatukanana, kupigana wanapigana. Nikamwambia Mungu, nikifia Mbeya na Mungu hata ukoka hata mtu mmoja nyumbani kwetu, kwenye ukoo wa baba na mama, mimi huwa najiita ni fungu la 10, kwa sababu mimi ndio nilikuwa wa kwanza upande wa baba na mama. Sasa nikanamwambia Mungu,